Ndugu zangu, nina hakika sura yangu si ngeni miongoni mwenu. Naitwa Hashim Shabani Hamis Kambi, lakini almaarufu Hashim Kambi. Kwanza ni baraka, neema na faraja kubwa sana kuwa katika dawati hili na kuwa na viongozi wangu wa dini. Nami nimekuwa nikiwaona mara kwa mara, nikipata mafundisho yao, nikipata faraja zao, lakini kuna muda unapata burudani fulani kutokana na hadithi zetu sisi, hadithi za kutoka Mwenyezi Mungu, hadithi za mitume wetu. Lakini leo alhamdulillah nimekuwa niko nao hapa katika meza moja. Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Kama mnavyofahamu, mimi ni mwigizaji wa filamu na tamthilia zile zenye maadili, zile ambazo zinaweza zikawa mafundisho mazuri sana kwa vijana wetu. Najua dunia sasa hivi iko katika mkono mwingine. Kumekuwa na vyombo vingi sana vya habari, kumekuwa na teknolojia nyingi sana, na sasa hivi imeingia teknolojia moja ambayo inaitwa AI. Inawezekana sura yangu mimi ikawekwa mbele afu ikabadilishwa ikawa sura ya mwanamke. Basi kuna vitu kama hivyo. Sasa mimi nilikuwa nasema kitu kimoja tu, hasa kwa vijana wangu, kwa umri wangu wa miaka 69, basi naamini na wajukuu wengi sana, lakini pia na watoto. Hebu tuendelee kuchukua mafundisho na miongozo mingi kutoka kwa wazee wetu waliopita. Tanzania ni nchi ambayo ilikuwa imeshehena kila kitu ambacho kinahitajika na Mwenyezi Mungu. Hatukuwa na haja kuchukua kwa wenzetu wa magharibi huko au si mashariki, hapana. Kila kitu tunacho hapa. Tumepewa viongozi wengi wazuri wenye maadili ya dini, na baada ya dini, baada ya sala huwa kunakuwa na hutuba pale. Ukiweza kufuatia vitu kama hivyo utapata mambo mazuri sana. Sasa kwa wenzangu vijana ambao mnaelekea sasa hivi kwenye mambo ya uigizaji na tamthilia, hebu tutulie, tuache wahaka, tuache kurukia vitu ambavyo baadaye utaje kugundua kwamba havikuwa na maana yote. Utajutia na utaona kama vile wazazi wamekutupa, kumbe hapana, kwa sababu wanasema sifunzwa na wazaziwe ufunzwa na ulimwengu. Naomba tuwe na maadili, tuwe na nidhamu, na tuheshimu na kuwajali sana wazazi wetu. Huko nyuma tulikuwa na wazazi wetu, lakini walikuwa wazazi kama wakawe nyumba hii hapa, nyumba ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, wote ni wazazi wako. Na ulikuwa ukikosa kule ukapigwa, yule bwana akikuleta kwa mzazi wako, basi na pale pia wapigwe tena, kuonyesha kwamba wale watu lao moja, wanachotaka wao uwe na nidhamu, uwe na maadili na ujifundishe. Wengi huwa wananiuliza, Mzee Hashim Kambi, imekuwaje mpaka leo bado unamwigiza, bado uko katika hali nzuri? Ni kwa sababu ya nidhamu tu, nidhamu na maadili bora ya hapa duniani. Na nidhamu inachukua vitu vingi sana, kumheshimu kila unayemwona, kumthamini kila unayemwona, na kumjali kila unayemwona.